Asante. Kwa majina naitwa Mariam Miraji Selemani, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Power Life ambalo linajihusisha na masuala mazima ya afya na kiuchumi. Katika kutekeleza afua ya afya, tumekuwa na mambo mbalimbali tukiyafanya juu ya masuala mazima ya afya. Kwa mwaka 2024 ndio tulianza zoezi hili la kutembelea shule na kubaini changamoto wanazokutana nazo watoto wa kike wakiwa katika mazingira ya hedhi. Kwa hiyo tukawa na zoezi la kutembelea shule 5 katika wilaya ya Tarime vijijini, ambapo tulibaini changamoto za watoto kuto kupata vifaa salama kwa ajili ya hedhi. Tukaamua tuanzishe zoezi hili la kuweza kutembelea mashule na kuwa tunafanya kuwapa vifaa ambavyo ni salama. Mwaka huu tumeanza na mkoa wa Dodoma katika shule ya Chigongwe. Tuliweza kuwatembelea pale, hasa tunatembelea watoto walio katika mazingira hatarishi au wenye mahitaji. Kwa hiyo tukapewa shule ile ya Chigongwe katika halmashauri ya jiji la Dodoma, na tukaweza kuwapelekea vifaa ambavyo vitaweza kuwasaidia katika mazingira ya hedhi, ambavyo ni vifaa vya hedhi salama. Tulipeleka tenki la maji kwa sababu hedhi salama inahusika na mambo makuu matatu. Lazima uwe na maji salama, uwe na vifaa vya kutumia ambavyo ni pedi, underwear, lakini vile vile uwe na chombo cha kuhifadhia taka baada ya matumizi ili kuondoa kusambaza takataka kila sehemu. Hivyo tukapeleka vitu hivyo kwa ajili ya kuweza kuhifadhia. Na hapa leo tumefika shule ya sekondari Kigera, ambayo shule pia tumepewa na ofisi ya mkurugenzi wa Musoma kwa ajili ya kuweza kuibaini kama ni shule ambayo ni shule salama na ina watoto ambao wako kwenye mahitaji. Kwa hiyo tumewaletea na wenyewe vifaa hivi na kutoa elimu ili waweze kuwa katika mazingira salama, kama ilivyo misingi yetu kwamba tunahitaji kuhakikisha hakuna mtoto wa kike anabaki nyumbani sababu ya hedhi, na kwa sababu tunatekeleza afua ya afya pia tunahakikisha kwamba hedhi salama kwa kila msichana inawezekana. Leo tumeweza kuleta pedi, underwear au chupi, lakini tumeleta chombo cha kuhifadhia takataka. Baada ya kuhifadhi takataka, na wataweza kwenda kuzichoma au kuweza kuzihifadhi sehemu ambayo stahili, lakini waweze kuwa na uhakika wa kuweza kupata na kujistiri bila hofu wanapokuwa katika masomo yao. Vile vile tumewaletea tenki la kuhifadhia maji, kwa sababu wakati mwingine maji yanakuwa yamekatika, lakini tenki la maji litaweza kuhifadhi maji na watoto wataweza kujisafisha vizuri bila kuwa na changamoto yoyote na kuweza kuhudhuria masomo yao vizuri. Wito wangu na ushauri wangu kwa wadau wengine, hili ni jambo la kijamii. Gharama yake ni ndogo sana. Sisi tumeweza kulifanya, lakini kwa kuweza kuwashirikisha wadau pia. Tunawaomba wadau au jamii nzima iweze kuona kama hawa mabinti au watoto wenye uhitaji ni ambao wako katika familia zetu. Leo wako katika mazingira haya, lakini kesho watakuwa katika mazingira mengine. Na sisi kama jamii tunapoweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu, inatupa nafasi ya kuweza kuwasaidia ambao hawajaweza kupata nafasi hiyo. Kwa naona ni vyema zaidi kuweza kushirikiana na wadau ambao wanaweza kufanya vitu hivi kuweza kuwafikia. Unaweza mtu mmoja asiweze kulitekeleza, lakini tukifanya kwa pamoja, kwa kushirikiana, tutaweza kufikia jamii kubwa na kuondoa changamoto au kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili mabinti hawa au watoto wa kike au watoto wote kwa ujumla katika mazingira mbalimbali. Wito wangu kwa serikali, ninaomba kuweza kuzingatia na kuweka kipaumbele sana katika swala hili la hedhi salama, hasa kwa watoto wa kike, kuweza kuwapatia vyumba vya kuweza kujistiri, lakini vile vile sehemu za kuweza kuchoma hizi takataka wawapo mashuleni, vile vile kuweza kuwa na akiba ya kuweza au sanduku au kabati la kuweza kuhifadhia vifaa hivi. Yani iwe ni sehemu ya vitu muhimu katika mtaala wa shule, na elimu iweze kutolewa vizuri, kwa sababu watoto wengine wanakuwa hawaelewi wafanye nini. Lakini vile vile katika kuondoa unyanyapaa, ikiwa kama somo itakuwa ni vyema kuweza kuondoa unyanyapaa na kusababisha watoto wa kiume pia waone ni jambo la kawaida na kuweza kuwasaidia watoto wa kike wanapokuwa katika hali hii.
Kipekee tunaweza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, kwa jitihada kubwa alizozifanya kwa kujenga shule nyingi, kuwekeza miundombinu ya elimu katika jamii yetu. Ameweza kurahisisha mazingira, yamekuwa rahisi sana kwa mtoto wa kike, na yeye kama mwanamke naamini anafanya haya kama mama akijua umuhimu wa watoto wa kike. Kwa hiyo tunamshukuru kwa hilo na tunamuombea na tunaomba azidi kuweka kipaumbele na azidi kulitilia umakini zaidi swala la elimu ya mtoto wa kike, ili watoto wa kike waweze kufanya vizuri zaidi, lakini pia kuweza kuwajengea uwezo na kuweza kusababisha waweze kuwa katika nafasi za kushiriki maamuzi mbalimbali na kujitambua katika maisha yao ya kawaida na ya kila siku. Kwa majina naitwa Egesa Boniface. Natokea shule ya Kigera Muyale Secondary School. Kwa upande wetu, kilichokuwa kigumu ni upatikanaji wa sodo. Na huo upatikanaji wa sodo ulivyokuwa mgumu ulipelekea wanafunzi wengi kuacha kuja shuleni na kupelekea kufeli masomo yao na pia wakatisha ndoto zao. Kwa upande wetu tunaomba serikali ituongezee au iweze kuweka mikakati ya kutufikishia sodo mashuleni kwa wingi na kwa urahisi. Kwa majina naitwa Caroline Emmanuel Bilijela, natokea shule ya sekondari Kigera Muyale. Kwa sisi tunashukuru shirika la Power Life kwa kutuletea taulo za kike kwa wasichana, kwa sababu kipindi hatuna taulo za kike wasichana wengi walikuwa wanakosa vipindi na kubaki nyumbani. Na pia tunaiomba serikali tujengee vyumba maalum vya kubadilishia taulo za kike, kwa sababu tukiwa tunataka kubadilisha taulo za kike tunalazimika kwenda chooni, na chooni nakuta wanafunzi foleni ni nyingi. Kwa hiyo tunaiomba serikali tujengee vyumba vya kubadilishia taulo za kike, na pia hasa vijijini mashule mengi hayana vyumba vya kubadilishia taulo za kike. Kwa hiyo tunaiomba serikali iwasaidie pamoja na hao. Kwa majina naitwa Nyamoko Kwabi, ni mafunzo shule ya sekondari Kigera Muyale. Kwangu mimi nashukuru shirika la Power Life kutuletea msaada huu wa kugawa hizi pedi. Maana hapo mwanzoni wasichana wengine walikuwa wanashindwa kuja shule kisa ukosefu wa sodo hizi. Maana kuna wengine walikuwa wanaona aibu, wanakuja wanasema nikija shule watanicheka, niko kwenye kipindi changu, niko kwenye hedhi, natoka uchafu sehemu. Kwa hizi sodo zitasaidia sana, wanafunzi wengi watapata sana, hawatapoteza sana kipindi chao muda wao wa masomo na watashiriki vizuri katika masomo yao. Na mimi napenda kupongeza shirika hili kwa kuletea msaada, na mimi naomba serikali msaada hii ipate kuendelea, yani iwe kama kawaida, maana msaada hii inatusaidia sana. Wakati mgumu unakuta ni kile kipindi unakuta msichana ameingia kwenye kipindi chake cha hedhi, ana vifaa vya kujistiri kama hizi sodo, maji safi, unakuta ana sehemu ya kutunzia akiwa ameshapata pedi. Kwa kama sisi hivi tumepewa hivi msaada, tunashukuru sana hii shirika. Asante Asante. Naitwa Mwalimu Christopher Maganga, ni matroni katika shule hii ya sekondari Kigera Muyale iliyopo kata ya Kigera, mkoa wa Mara. Kipekee ninasema asante kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zamani hizo mazingira yalikuwa ni magumu kwa mabinti, ikapelekea mabinti wengi kuacha shule kutokana na wanapokuwa katika kipindi cha hedhi, wengi wanapata changamoto, wapi pa kujihifadhi, wajihifadhi na nini. Lakini tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika shule yetu ni shule mpya naweza nikasema, hivyo miundombinu yetu ni mizuri na ni salama. Kwa mfano, tayari tuna chumba madhubuti kwa ajili ya wasichana, ambapo msichana anapokuwa katika siku zake
ana uhuru wa kujistiri katika chumba hicho. Lakini pia tunashukuru serikali kwa kutengenezea miundombinu. Sasa tuna uwezo wa kupata taulo za kike kama unavyoona wanafunzi wangu wote waliopo hapa wameshika taulo za kike. Hii inaonyesha kwamba serikali imetengeneza miundombinu na watoto wanapata huduma kwa urahisi. Kwa hiyo tunaishukuru serikali na tunaomba iendelee kutupa huduma hizi ili watoto hawa waweze kutimiza malengo yao. Jumla ya wanafunzi 320 wamepokea taulo hizi za kike leo. Elimu inatakiwa iendelee kutolewa kwa sababu mfano leo tumewapa hii pakti moja. Kesho na kesho kutwa imeisha. Kwa hiyo mzazi atatakiwa aunge juhudi hizi mkono kwa kuendelea kumpatia mtoto taulo za kike ili mtoto aendelee kuwa na mazingira mazuri ya kujisomea na kujifunzia. Asante. Kwa watoto hao kutokana na wingi wao, ulikuwepo takriban watoto 10 mpaka 15 hivi kwa mwezi. Wamekuwa na changamoto hizo, lakini pia kuomba ruhusa mara kwa mara, nataka kurudi nyumbani, pindi ambapo wanakuta kwamba aidha kuna hali fulani ya huduma haijaweza kupatikana kwa jinsi inavyostahili, au pale unapokuta shuleni vile vifaa vimetumika sana, vimeisha kufuatana na ufinyu wa bajeti, kuna wakati imekuwa hata vinaweza vikaisha. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Tunaendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwa msaada huu uliokuja wa vifaa hivyo vya watoto wa kike. Vipi kuhusiana na shule hii, mazingira ambayo yametengenezwa, vyumba vya kubadilishia? Wakati shule inajengwa iliwekwa pia chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Chumba hicho kipo kwenye vyoo vya watoto wa kike. Ndio hakijakamilika vizuri kwa 100%, lakini kipo. Na pia tunashukuru kwa kuleta vifaa vya kuhifadhia au kuwekea taka, kwa maana walikuwa wanatumia ndoo ambazo umeziweka kule kwenye kile chumba cha watoto. Lakini kwa kihifadhia taka pia kilicholetwa kama msaada kwenye shule hii, na tunashukuru kwamba kitaweza kuwawezesha hawa watoto kuweza kuwa katika hali ya usalama zaidi katika kuhifadhi taka zao hizo hadi itakavyoweza kufanyiwa utaratibu wa uchomaji. Ni kwamba tuendelee kusaidia hawa watoto kwa sababu watoto wengi wanapata vikwazo katika usomaji, especially kutopata taulo za kike. Hatimaye wanaacha shule, wengine hata wasije shule. Lakini wanapojengewa mazingira rafiki, usomaji unakuwa mzuri na ufaulu unakuwa mzuri. Hizi taulo za kike ni moja ya njia salama ya kutengeneza mazingira rafiki kwa wanafunzi ili waweze kufaulu vizuri. Katika swala la elimu tunakuwa na vigezo ambavyo vinaweza kusababisha watoto waweze kufaulu vizuri. Na hivi ni moja wapo ya kigezo cha kuweza kumfanya mtoto aweze kusoma vizuri na kufaulu vizuri. Kwa hiyo niombe wadau wajitokeze kuweza kuwasaidia watoto wanaotoka katika mazingira magumu, hata vijijini, hata Msoma mjini, hata Tanzania nzima.